Jina langu ni Elizabeth Kulola kutoka Mwanza. Mimi ndio mama Askofu Kulola. Tuna kwa wajukuu na kwa watu wa Mungu wanaompenda Mungu, wanaomtii Mungu, wanaoishi kwa Mungu. Bwana na nguvu za Bwana. Bwana ape sifa. Na mshukuru Mungu kwa sababu tulianza kumtumikia Mungu tukiwa vijana mpaka tumezeeka tukimtumikia Mungu. Kwa ajili ya maombi tulisikia sauti, mzee alisikia sauti ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo akanishirikisha na mimi. Nikaanza kumwambia kwamba na mimi nitamtumikia Mungu, lakini tumuombe kwanza Mungu, tufunge na kuomba kusudi Mungu mwenyewe aonekane kwangu akiniteua moja kwa moja kwamba tumtumikie, kwa sababu naona kule mbeleni kama mimi sijaitwa kama ulivyoitwa wewe, hatutaelewana, itakuwa na mapambano. Lakini kweli mzee alikubali, tukaanza kufunga na kuomba mpaka Bwana alipotuambia. Basi nikamruhusu mzee aache kazi aliyokuwa ameajiriwa. Alikuwa anafanya kazi gani mzee? Mzee alikuwa anafanya kazi nyingi sana. Alikuwa anatengeneza mabarabara, anajenga manyumba, kazi ya kuchora plani. Alikuwa na kazi nyingi sana za ujenzi, madaraja na nyumba kabisa za magorofa alikuwa anachora ramani. Kwa hiyo alikuwa na kazi nzuri sana kwa kimwili, ilikuwa anampatia pesa nyingi sana. Sasa nikaona nikianza kazi ya Mungu lazima nitapungukiwa. Nitaanza kumsumbua kwamba nimepungukiwa hiki na hiki, lakini kama nimeitwa na Mungu lazima uito utakaa ndani ya roho, utanisaidia. Na kweli tukafanya hivyo mpaka Bwana alipotujibu. Basi nikamwambia mzee aache kazi, tuendelee na kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Na baada ya kuacha kazi alikuwa chini ya mchungaji nani? Alipoacha kazi mchungaji wa chini yake kipindi ambapo ndo anaanza rasmi kazi ya kumtumikia Mungu kwa kashaacha kazi. Tulikuwa AIC, tukatoka AIC tukaenda TAG. Kwanza TAG tumekuwa pamoja na wakina Emmanuel Lazaro mpaka tulipofika mbeleni huko tukatengana. Rais akamwambia mzee achague jina la kuendesha dini yake, kwa sababu